Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena na tena na tena. Kwanza namshukuru Mungu sana kwa uzima na amani na kuweza kunifikisha mahali hapa nikiwa mzima buheri wa afya. Sifa na utukufu zikamrudie yeye. Karibuni siku ya leo tukaweze kujifunza neno la Mungu. Hapa ni kujifunza neno la Mungu kidogo ili tukaweze kujua Mungu anapenda tufanye nini. Na leo tunaenda kujifunza kutoka kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya mlango wa 40 mstari wa 31. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaenda kufafanua zaidi, kufafanua kitabu hiki ili tukaweze kujua kwa nini kiliandikwa au maana zaidi. Na ni moja ya ahadi zenye nguvu zaidi katika Biblia, ikitoa faraja kwa wale wanaohisi kuchoka kimwili, kihisia au kiroho katika muktadha wa wakati huo. Wana wa Israeli walikuwa utumwani Babeli, wakijihisi kutelekezwa na kukata tamaa. Na tunaenda kufafanua mstari mmoja kwenda mwingine. Tunaanza na wao wamngojeao Bwana. Kumngoja Bwana si kukaa tu bila kufanya kitu. Katika lugha ya asili ya Kiebrania, neno hili linamaanisha kutarajia kwa imani au kujifunga pamoja na ni kuwa na subira, huku ukiwa una uhakika kuwa Mungu atatenda. Hata kama iko vipi, lakini una uhakika Mungu atatenda hili. Hata kama ni kugumu vipi, lakini Mungu atatenda. Ni kutafuta uso wake kupitia maombi na neno lake badala ya kutegemea akili zako mwenyewe. Kama hivi tunavyojifunza neno la Mungu. Na tunapata nguvu, tunapata imani zaidi na zaidi. Tunapata kujua Mungu ako na mpango gani na sisi. Tunapata kujua ahadi zake kwetu ni zipi. Ndio maana tunajifunza kifungu kimoja baada ya kingine huku tukisoma Biblia. Kama umekuwa ukinifuatilia, huwa tunasoma Biblia mchana, afu tunajifunza na kifungu kimoja tunakifafanua, tunakichambua ili tukaweze kujua Mungu anatupangia nini. Ni kutafuta uso wake kupitia maombi na neno lake badala ya kutegemea akili zangu mwenyewe. Part B, watapata nguvu mpya. Neno kupata hapa lina maana ya kubadilishana. Ni kama vile unavyovua nguo kuu na kuvaa mpya. Mungu anachukua udhaifu wako na kukupa nguvu zake. Nguvu hizi si za kibinadamu, ni nguvu za kimungu zinazokuwezesha kuvumilia magumu yanayozidi uwezo wako wa kawaida. Kwa hivyo ni nguvu zenye mafanikio, zenye unakuwa na matarajio. Ukiwa na imani, uwaga unasimama kwa uhakika. Ukiwa unajua kwamba haijalishi itakuwa vipi, lakini una uhakika ya kwamba nitapata. Una imani kwa Mungu utapata. Ndio hiyo watapata nguvu mpya, utapata mwamko mpya, utapata imani mpya. Utakuwa umevaa vazi lingine jipya, lile kuu umelitoa, umevaa lingine jipya. Hiyo ndio unaambiwa utapata nguvu mpya. Si nguvu tu za kibinadamu, si nguvu tu za kawaida, hapana. Ni kuwa na maisha mengine bora, kuwa na hatua nyingine bora zaidi kuliko yenye hupo. Part C,
watapanda juu kwa mbawa kama tai. Tai ana sifa ya pekee. Hatumii nguvu nyingi kupapatika wakati wa dhoruba. Badala yake hutumia mikondo ya upepo kunyanyuka juu ya dhoruba. Hii inamaanisha kuwa mwamini anayemngoja Bwana hatamezwa na matatizo. Anayemwamini Bwana hatamezwa na matatizo kabisa. Utasimama hata kama matatizo yamekuzonga vipi, dhoruba imekupiga vipi, lakini utapaa kama tai. Utapaa juu, hakuna kurudi nyuma. Mungu anakuinua uone mambo kwa mtazamo wa juu. Hautaona tu mambo ya kawaida, hautaona mtazamo wa juu zaidi. Mtazamo wa kimbingu ambao matatizo yanaonekana madogo kuliko ukuu wa Mungu. Matatizo yako yanaonekana, wewe unaona matatizo yako yakiwa madogo kuliko matatizo yako yakiwa madogo, yanaonekana madogo kuliko ukuu wa Mungu. Part D. Watapiga mbio, watakwenda kwa miguu. Maisha yana hatua tofauti. Kupiga mbio kuna nyakati za msisimuko na kazi nyingi. Mungu ahidi hutachoka kwenda kwa miguu. Hizi ni nyakati za kawaida za maisha ya kila siku ambayo mara nyingi huwa na kuchosha. Mungu anaahidi kuwa hata katika hali hiyo ya kawaida hautazimia. Hata hiyo hali yako ya kawaida unayoisikia hautazimia. Hautazimia. Yaani utakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Katika hali yoyote wewe utasimama, katika dhiki yoyote utasimama, unapitia katika magumu, unapitia katika hali ya kukatisha tamaa, lakini bado umesimama na Mungu ukimtumainia Mungu. Mimi namshukuru Mungu katika maisha yangu, na mahali niko sahihi ni Mungu amenipigania. Nimepitia changamoto nyingi, nimepitia majaribu mengi, lakini hapo nyuma nilikuwa sina moyo wa uvumilivu. Nilikuwa ni mtu wa kulalamika na kulia, nanung'unika usiku na mchana bila hata kujua Mungu ana mpango gani na mimi. Nitakuwa nalalamika, napigia ndugu zangu, napigia wazazi wangu nikilia, nawaambia nina shida hii, nina shida hii, nina shida hii. Lakini Mungu aliponiambia kwamba aliponifundisha na kunipa kwamba nisome neno lake, nijifunze neno lake. Nilipoanza kujifunza neno lake, nikagundua kumbe hii ni udhaifu na ni upumbavu mkubwa. Unapopitia katika changamoto, unamwamini Mungu peke yako. Maana ndugu hawezi kukutoa kwenye changamoto uliyoko. Wazazi hawezi kukutoa kwenye changamoto uliyoko. Ni wewe usimame na Mungu na usimame katika njia yake. Ili yeye mwenyewe atakuonesha njia, manake hatatupatia majaribu ambayo hatuyawezi. Atatupatia majaribu ambayo atatupatia na njia ya kuweza kuipitia. Mimi nilipogundua hiyo, nikaamua kumwambia Mungu, naomba unisaidie nipate hekima ya kuweza kusimama hata kama jaribu ni gumu kiasi gani, niweze kusimama. Hakika nimepitia katika majaribu. Mungu aliweza kunipitisha katika majaribu magumu ambao hata nikielezea mwanadamu hawezi kama kuelewa. Ataona ni kama ambaye ninamtania, ataona kama ambaye niko katika tu kumpigia story. Lakini nilipogundua kwamba mwanadamu hawezi nisaidia, hata ndugu zangu tuliozaliwa tumbo moja, sijawaambia yale ninayopitia. Si kama hapo nyuma nilikuwa kila hatua ninayoipitia lazima niwaambie. Lakini kwa sasa nilipojua matatizo yangu yote, katika dhiki yangu yote, katika hatua zangu zote, nimkabidhi Mungu peke yake. Na yeye ndio niliyomwacha aweze kuniongoza. Hakika anazidi
atazidi kuniongoza. Hata kama changamoto ni kubwa kiasi gani, najikuta ninapita, najikuta ninashinda, najikuta ninasimama, najikuta kwa kila hali Mungu ananipigania na kunitetea. Kwa hivyo, kwa kila jambo ukimtumainia Mungu, hata kama hali ni ngumu kiasi gani, hata kama unaona dhiki hii siwezi kupita, dhiki hii imenilemea, hapana, usiseme imekulemea. Mkabidhi Mungu, naye ataziongoza njia zako. Hautazimia. Hapo chini nasema watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Tutakwenda kwa miguu lakini hatutazimia. Ombi la kupokea nguvu mpya. Ombi la kupokea nguvu mpya. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, naja mbele zako nikiwa na neno lako moyoni mwangu. Asante kwa ahadi yako kuwa wale wanaokungoja watapata nguvu mpya. Leo ninakukabidhi kila uchovu, mzigo na hali ya kukata tamaa inayonisonga. Ninaomba ubadilishe udhaifu wangu na nguvu zako. Nipe uwezo wa kuinuka juu ya dhoruba zangu kama tai. Niuishe roho yangu ili nitembee bila kuzimia na nipige mbio katika makusudio ulioniwekea bila kuchoka. Nifundishe kungoja kwa subira na imani, nikijua kuwa wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza neno la Mungu na kuzidi kujua Mungu ana mpango gani juu ya maisha yetu. Usikate tamaa, hata kama unapitia katika changamoto gani, usikate tamaa. Mtumainie Mungu katika hali zote. Wewe utaona hali hiyo ni ngumu, lakini ukiweka katika hali ya kawaida, utaweza kushinda na Mungu mwenyewe atasimama na kukutetea. Mungu akubariki. Shalom.